Mpendwa msikilizaji, karibu katika masomo haya ya kesha la asubuhi la vijana na watoto. Leo ni siku ya 3 ya Januari 3, na somo la siku ya leo linasema siku ya 7 na ya mapumziko kwa binadamu. Fungu kuu, yani fungu la kukariri, linatoka kitabu cha Mwanzo sura ya 2 fungu lile la 3. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Tuombe kabla kuendelea. Asante kwa sabato yako Bwana. Siku hii tunafurahia kupumzika na kuonana na wenzetu katika ibada. Tusaidie kutenda yaliyo mema leo, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Wazazi waza jinsi ya kuleta furaha na amani kwa watoto wao. Mungu aliweka pumziko kwa binadamu ili ampatie furaha na amani. Siku ya 7 Mungu aliacha kazi yake na kupumzika. Kwa Kiebrania inaitwa Shabbat au Sabato, yani siku ya pumziko, muda wa mahusiano ya mwanadamu na muumba wake. Tunapata siku 365 za mwaka kutokana na dunia kulizunguka jua, na siku 28 kutokea na mwezi kuizunguka dunia, bali siku 7 ambazo ndizo zinafanya juma moja. Hizi hazina maelezo ya uwepo wake, isipokuwa pale tu Mungu mwenyewe alipofanya uumbaji wa dunia na akaweka wiki ya kwanza kwenye kalenda yetu ya wanadamu. Siku 6 za kufanya kazi na siku ya 7 ya kupumzika. Siku ya 7 imewekwa kukumbuka uumbaji, kwamba sisi tu viumbe na tunaye muumbaji. Hii inatusaidia kuepukana na nadharia ya mabadiliko ya viumbe toka viumbe sahili vyenye seli moja au masimulizi ya mifumo tata au mafundisho ya aina hiyo ya uibukaji. Katika siku hii ya 7 Mungu alipumzika, akaibariki na kuitakasa. Itakuwa aliwaambia katika siku ya 6 kuhusu siku hii kwamba ni takatifu, imewekwa wakfu. Mungu ndiye afanyaye kitu kuwa kitakatifu. Siku hii ya Sabato ilitolewa ile siku ya kupumzika na kuzungumza naye. Aliwapatia Adamu na Hawa siku hii kama zawadi. Mungu hachoki, ila tunaambiwa alipumzika. Adamu na Hawa walikuwa hawajachoka, maana walikuwa hawajafanya kazi yoyote, bali aliwapa siku hii kuwa na mawasiliano rasmi naye. Alichukua muda kuzungumza nao. Walizungumza na Mungu uso kwa uso. Hawakutunza Sabato tu, bali waliisherekea. Pengine walizungumzia uumbaji, pengine walizungumzia sayansi ya kupumua kwa nyangumi, kelengende, tango bahari, sikakamba na kangaro na mamba, au jinsi nyuki walivyotengeneza asali. Walijifunza mengi moja kwa moja kutoka kwa Muumba wao. Bwana alisema kuwa aliumba siku hii ya Sabato kwa ajili ya mwanadamu. Katika bustani ya Edeni, Mungu aliwapatia Adamu na Hawa kazi ya kufanya, ndoa na mapumziko ya siku ya 7 ya juma, yani Sabato. Hata leo baada ya miaka 6,000 watu wanabarikiwa kwa kutunza siku hii ya Bwana, yani Sabato takatifu. Vitu vyote ambavyo viliumbwa kwa siku 6 mpaka leo vipo, yani mwanga, anga, mimea, mianga ya jua, nyota na mwezi, wanyama na binadamu, tunavyo hata leo. Vyote havijatokomea. Vivyo hivyo Sabato tuliopewa siku ya 7 bado ipo. Mungu hakuiondoa. Mungu alipowatoa Waisraeli katika utumwa kule Misri, aliwapatia amri 10 na kuwakumbusha juu ya Sabato. Katika amri ya 4 inayosema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase, siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, na akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato, akaitakasa. Amri hii ndiyo pekee inayosema ikumbukeni. Yeye aliona wengi watatingwa na shughuli nyingi, hata kusahau siku ya kuwasiliana na Mungu. Sabato ni ishara ya agano la Mungu na wanadamu. Tunafundishwa kutunza Sabato jinsi inavyotakiwa katika Isaya sura ya 58, yani kujiepusha na anasa zetu na kushughulikia wenye shida na mahitaji. Mungu ametupatia siku 6 za kufanya kazi na kutenda mambo yetu. Hii ina maana tusiwe wavivu, bali tuwe watu wenye bidii kwa kazi zetu katika siku hizo 6. Kristo alipokuja duniani, naye aliendelea na pumziko la Sabato. Luka sura ya 4 fungu la 16. Usiendelee kufanya shughuli zako za kila siku au kuhangaisha maisha yako kwa vibarua vyako siku hiyo. Mungu amekupatia siku 6, lakini ya 7 ni yake, maalum kwa ajili ya kumwabudu na kuwasiliana naye. Hata kule mbinguni watu watasherekea siku hii kama ilivyoandikwa,
katika Isaya sura ya 66 fungu la 22 na 23. Mungu aliumba miti mikubwa, aliumba wanyama wakiwa wa umri wa wanyama wakubwa. Adamu na mkewe waliumbwa pia kama watu wazima. Bustani ilipendeza na walitembea bustanini wakifurahia na kuzungumza na Muumba wao katika siku hii ya 7. Walikumbuka siku hii katika maisha yao yote hata baada ya kuanguka dhambini. Ilikuwa siku ya kushangilia uumbaji. Mungu hakuwajengea jumba la usultani, japo Adamu alikuwa mfalme wa dunia na mkewe alikuwa ni malikia. Yeye aliwapatia bustani na siyo nyumba ya gorofa au nyumba yenye umeme. Kuta za nyumba zilikuwa miti mizuri na maua. Mazuria yalikuwa majani yenye kupendeza. Hakukuwa na haja ya kujikinga na vitu vinavyoanguka, wezi au mvua. Walilala nje wakifurahia sauti tamu za ndege. Hawakuhitaji sahani za kuwekea matunda. Ilikuwa furaha kubwa. Hakukuwa na haja ya kupika au kiwanda cha masufuria. Hili nalingojea kwa hamu mbinguni. Najua hawakula kwa ulafi au siku nzima, bali walitenga muda maalumu wa kula. Walizungumza pamoja. Pengine Hawa alisema, Adamu, angalia ua hili zuri, na Adamu akasema, Hawa, angalia simba. Pengine walifika kwenye miti miwili ya katikati ya bustani, mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mungu alikuwa amewaagiza kwamba miti mingi iliyokuwepo yote wanaweza kula matunda yake, ila matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya msiale wala msiaguse, msije mkafa. Kufa, bila shaka walijiuliza kuwa maana yake ni nini, maana walikuwa hawajaona kiumbe aliyekufa. Pengine walijiuliza kwa nini Mungu ameumba mti ule. Waliendelea kutembea na kufurahia uumbaji. Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake, na siku ya Sabato ilikuwa na mahusiano naye. Jua lilipotua walifurahia kwamba uumbaji umekamilika. Mungu ametimiza lengo lake la upendo. Hata leo tenga siku hiyo kwa Bwana ili uwe na mahusiano naye, na uache shughuli zako za kawaida za kila siku, maana zenyewe haziishi, hasa katika dunia ya leo. Iwe kupika, kusafisha viatu, kushona vifungo, vibarua, michezo na kadhalika. Mtu ndiye huchakaa. Boresha na rejesha afya siku hii moja ya wiki. Sabato ingetunzwa Mungu alivyokusudia baada ya uumbaji na katika maandiko, kama vile Isaya sura ya 58 inavyotuagiza. Siku iliyotengwa na kutakaswa, kusingekuwa hata mtu mmoja aliyempagani au kafiri, kwani watu wote wangekumbuka kuwa ni siku ya muhimu ya mahusiano na Mungu muumbaji aliyewaumba wao. Ilikuwa sikukuu ya kusherekea uumbaji wa Mungu. Wengi wamesema ni ya Wayahudi. Jambo hili si la kweli, kwani Sabato iliwekwa miaka 2300 kabla ya Wayahudi kuwepo. Wayahudi wa kwanza ni wajukuu wa Ibrahimu. Adui hapendi tukumbuke kwamba sisi ni viumbe tulioumbwa na Mungu, kwani anapenda tusahau, na kwa miaka mingi ameleta machafuko mengi ya kufanya Sabato isahauliwe. Sabato ni ishara kati yetu na Mungu, ili tujue yeye ndiye atutakasaye na kwamba yeye ndiye Bwana na muumba wetu. Mungu baadaye akaandika amri yake kwenye mawe na si mchanga. Amri 10 kwa mkono wake mwenyewe, nayo ilisema, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Alijua kwamba binadamu atasahau. Hebu wazazi wamtafute Mungu kwa ajili ya mwongozo katika kazi zao. Wakiwa wamepiga magoti mbele yake, watapata ufahamu wa kweli wa wajibu wao mkuu, na huko wanaweza kuwakabidhi watoto wao kwa yule ambaye hakosei kamwe katika ushauri na mafundisho. Maswali: kwa nini Mungu aliweka siku ya mapumziko? Siku hii ilikuwa siku ya ngapi ya juma? Mungu alifanya nini siku hiyo? Je, wewe una matayarisho gani katika siku hii ili kukutana na muumba wako? Kwa nini shetani hapendi tukumbuke Sabato? Je, nitajuaje kwa hakika kwamba Sabato ni siku gani ya juma? Je, unaweza kusema siku uliozaliwa ni Jumapili wakati ni Jumamosi? Mungu alitoa zawadi 4 wakati wa uumbaji. Je, zawadi hizi zilikuwa zipi? Mungu akubariki sana wewe kijana na wewe mtoto ambaye umeendelea kufuatilia na kusikiliza masomo haya mazuri ya Kesha la Asubuhi. Aliyekuandalia somo hili ni Grace Momadi, nami niliyekuwa nikikusomea ni Barnabas Samuel. Tukutakie siku njema. Bwana akubariki unavyoruhusu kuanza pamoja naye. Karibu tena katika masomo haya Kesha la Asubuhi ya siku ya 4 ya Januari 4. Bwana awe pamoja nawe, akubariki na kukuangazia nuru ya uso wake, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina.